Unaangalia Yusuf Diwan Online TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni wakati mwingine tena tunaendelea katika darsa zetu, na hasa katika ilmu al-fizia al-Qur'an, kwa maana katika ilmu ya maarifa ya sayansi ya Qur'an. Lakini atambulike haya ni matunda kutoka katika chuo cha Ghazal Muslim School, chuo ambacho kilichoasisiwa mnamo mwaka 1943 katika mji wa Kigoma Ujiji, maeneo ya Kabondo, lakini kikiwa chini ya uasisi kutoka kwa Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Umar Himidi Mkunda. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie makaburi yao yawe ni viwanja miongoni mwa viwanja vya peponi, Allahumma amin. Lakini kadhalika tukiwa chini ya silsila na taaluma kutoka kwa Sheikh Mustafa bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe pamoja na Sheikh Dabbasi bin Sheikh Khalfani Muhammad Kiumbe, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala awape umri mrefu kabisa wenye kheri, salama, amani na mafanikio, kwa kuwa wao wametufunza sisi haya, nasi tunakumegea kidogo katika yale ambayo tumeyasoma kutoka kwa mashekh zetu. Ndugu zangu, leo tutakwenda kutazama kauli ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam inayoizungumza kitu kinachoitwa talbina. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, at-talbinatu mujammatu li fuadil marid wa tudhhib bi ba'd al-huzni. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema talbina ni nini? Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema talbina mujammatu li fuadil marid, ina uwezo mzuri wa kutengeneza vema moyo wa mtu mwenye maradhi ya moyo, wa tudhhib bi ba'd al-huzni. Lakini talbina ina uwezo wa kuondosha baadhi ya huzuni na matatizo ya stress pamoja na mengi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallama, karne ya 7. Tafiti zinakuja kubaini makubwa katika karne zetu hizi, ikionyesha ubora wa ilmu ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Nini hiyo talbina? Kimaarifa tunasema talbina hasaun yu'malu min mil'aqataini min daqiqi shairi wa nakhalatihi. Talbina huwa inatengenezwa kutokana na vijiko viwili vya ngano halisi, vya unga wa ngano ulio halisi kabisa. Lakini kitu cha pili, kubum min labanin, kuwe na glasi ya maziwa. Na kitu cha tatu, mil'aqatu asali nahli, kijiko kimoja au viwili hata vitatu vya asali ya nyuki. Lakini kadhalika kitu cha nne, wa kubu min alma, na glasi ya maji. Tunakwenda vizuri? Kwa hiyo tunapata kufahamu, ili kipatikane kitu kinachoitwa talbina, upatikane vijiko viwili vya unga wa ngano halisi, glasi moja ya maji, lakini vijiko viwili au vitatu vya asali, lakini kadhalika na glasi moja ya maziwa. Hapa vinapatikana vitu vinavyoitwa nini? Talbina, kwa maneno ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hii talbina sasa inafanywaje? Inawekwa ala narin hadiatin, katika moto hafifu. Inachemka kwa katika moto hafifu kiasi cha dakika 15 hivi au dakika 20, alafu unaitoa,
unahifadhi mahala pazuri, unaanza kwa ajili ya matumizi yamesemwa na Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi. Hiyo ina uwezo wa kuondosha maradhi ya moyo, ina uwezo wa kuondosha huzni, ina uwezo wa kuondosha stress na mfano wa hayo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Twende tukatazame tafiti za kisasa zimekwenda sambamba kwa kukompea maneno ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi, yakabainika mambo makubwa biidhnillah. Moja, yuthbitu al-ilmu al-hadith wujuda mawaddin tal'abu duran fi takhfifi min hiddati al-iktiab kalpotassium wal magnesium wa mubadati al-oxide wa ghayriha. Tunasema yuthbitu al-ilmu al-hadith, zimethibitisha ilmu za sasa, nyakati hizi tulizokuwa nazo zenye kufanya tafiti za mambo tofauti tofauti, zimethibitisha nini? Ujuda mawaddin tal'abu duran fi takhfifi min hiddati al-iktiab, ndani ya kitu kinachoitwa talbina imethibitika ya kwamba kuna maadini mengi na vitamins nyingi pamoja na vitu mbalimbali ambavyo vina uwezo wa kupunguza na kuondosha kabisa min hiddatil iktiab, kutokana na ukali wa maradhi ya kuwa na msongo wa mawazo kupita kiasi. Kwa hiyo wewe ukiwa ni mtu ambaye unasumbuliwa sana na msongo wa mawazo, tengeneza talbina, tumia talbina, maelekezo ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi. Ilmu za sasa na tafiti zimebaini ya kwamba talbina ina uwezo wa kuondosha msongo wa mawazo vile alivyosema Bwana Mtume karne ya 7. Tumswalieni Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi. Kalpotassium, kama vile ndani yake kuna maadini ya potassium. Yani katika talbina kuna madini ya potassium wal magnesium, na ndani ya talbina kuna madini ya magnesium. Tafiti zimebaini katika suala hilo, wa mudadati al-oxide wa ghairiha, na antisumu na mengine mengi ambayo yanapatikana katika talbina yatakaowacha mwili ukiwa sawa. Amesema kweli Bwana Mtume Muhammadin pale aliposema at-talbinatu mujammatu li fuadi al-marid wa tudhhib bi ba'd al-huzni. Mtume anasema talbina inatengeneza vizuri moyo wa mtu mwenye maradhi ya moyo na huondosha kadhalika biidhnillah subhanahu wa ta'ala msongo wa mawazo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sasa hii inakuwaje? Tunasema tustakhdamu talbinatu fi ilaji al-iktiab, inatumiwa sana talbina katika kutibia maradhi ya mtu mwenye matatizo ya kuwa na msongo wa mawazo kupita kiasi. Talbina inafanya hivyo, na ndio maana ikawa ni ushauri wa Bwana Mtume Muhammadin katika sehemu ya misiba, hasa kwa wale watu waliofiwa, anakuwa mtu ana msongo wa mawazo, basi ni vema kuwa anatumia sana talbina ili kuondosha msongo wa mawazo. Watu walikuwa wanafanya hivi katika misiba kufuata maelekezo ya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Leo haiko hivyo. Kwenye misiba watu wanapika ubwabwa, kwenye misiba watu wanapika vyakula, wakati kwenye misiba ilitakiwa tupike nini? Talbina, ili kuondosha msongo wa mawazo, hasa kwa waliofiwa na waliofikiwa na huzuni kutokana na kuondokewa kwa kipenzi chao. Katika mazingira kama haya tunakula wali kwenye misiba badala talbina. Hii ni hatari. Kwa tukumbushane, turejee katika talbina, tujitengeneze vizuri biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunakwenda vizuri Sasa tunasema tustakhdamu talbina fi ilaji al-iktiabi wal huzn, yani hutumiwa talbina katika kutibia maradhi yanayopelekea msongo wa mawazo wal huzn na stress. Mtu kuwa na stress, alipokaa pale si salama kwake, anachofanya si salama kwake, anachokiona si salama kwake, huyu hufanyiwa kwa talbina katika kumuondoshea mashakili biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda vizuri hapo Mzee Ahmadi, tuko sawa? Kwa nini? Lima yahtawihi min mawaddin hamma,
kwa sababu ndani ya talbina tafiti zimebaini kuna madini muhimu sana yanayofanya mwili wa mwanadamu uwe mukide katika hali za aina moja au nyingine. Moja, ansarul potassium, kuna madini ya potassium. Potassium, moja miongoni mwa kazi zake za msingi ni kupangilia mfumo wa umeme unaotumwa kama isharat zinazopelekwa katika ubongo wa mwanadamu ili ubongo ufanye kazi zake vizuri. Yani potassium inafanya kazi hiyo. Na magnesium miongoni mwa kazi zake ni kurudisha ule umeme, yani kama al-awamir, kurejesha ule umeme katika mwili wa mwanadamu ili kuwe kuna kupishana baina ya mawimbi yanayotumwa na mawimbi yanayorudi katika mwili wa mwanadamu. Tunakwenda vizuri Na mawimbi yanayotumwa mzee Ahmadi ni mawimbi ya gama. Sawa, wewe unanielewa? Tushasoma mawimbi ya gama, yale mawimbi ya aina 5 katika ubongo Sasa hii ni gama ndio yanayotumwa katika ubongo wa huyu mwanadamu katika hali za aina kadha. Kwa nini kukaa potassium inasababisha mawimbi yaende? Magnesium miongoni mwa kazi zake ni kufanya mawimbi ya rudi katika mazingira kama haya. Ni kwa hali ifuatayo. Kama umeme utakwenda katika ubongo wa mwanadamu, kukapatikana vitu vinavyoitwa ashahnatu saliba, maana yake ubongo ambao, yani mawimbi ambayo yanapokea, yani ubongo unapokea umeme kwa wingi, lakini umeme wenyewe haurudi tena katika mwili, unabakia pale pale. Hii itampelekea huyu mwanadamu atapatwa na vitu vinavyoitwa al-ighma'ul mufaji, yani kama kifafa kile cha ghafla. Ndio utamwona mtu ghafla imekuwa katika hali za namna hiyo. Kumbe msongo wa mawazo umekuwa mwingi, sasa magnesium imepungua au hakuna, umeme unatumwa lakini haurejeshwi tena katika mazingira kama haya. Kwa kuwa haurejeshwi, unasheheni, unajazana, ukijazana mtu anaanza kupata matatizo yale ya kuanguka, anafitika, anang'ata ulimi na mfano wa hayo. Lakini kadhalika kama mawimbi yatakuwa yani umeme utakuwa hauendi vizuri katika ubongo wa mwanadamu, ima ukaenda kwa kiwango kidogo sana, hii itapelekea mtu kuwa na iktiab, msongo wa mawazo. Ukijiona msongo wa mawazo maana yake ni nini? Ni kuwaza kitu ambacho hauna majibu nacho, na bado unaendelea kuwaza, yani unafikiria kitu ambacho majibu nacho wewe huna, lakini unaendelea. Umefiwa, unawaza fulani kadha kadha, namna kumrejesha huna na haiwezekani, lakini mawazo yamekutawala katika mazingira kama haya. Hii ni hatari. Kwa hiyo magnesium ni kurejesha kile kiwango, yani maana yake kukiwa na potassium na magnesium kunatengeneza i'tidal, kuwa mawimbi yanakwenda na yanarudi katika hali za aina kadha. Sasa katika talbina ina nafasi nzuri ya kutengeneza magnesium, potassium zikawa katika hali bora biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Jambo la pili, ndani ya talbina kuna vitu vinavyoitwa vitamin B, yani vitamin B. Vitamin B hii haithu inna musabbibatil a'radil iktiab, kwa sababu vinavyosababisha mtu kupata tatizo la msongo wa mawazo ni nini? Huwa ta'khiru fil amaliyati alfiziolojia, ni kule kuchelewa katika utendaji wa mabadiliko ya kimwili, yani yanayokwenda na yanayorudi. Kukiwa kuna kuchelewa katika utendaji wa hali namna hiyo, kwa nini? Litawsili nabadatil asabil kahrubia, kwa ajili ya kufikisha mawimbi ya umeme hasa kupitia katika mishipa ya fahamu. Kukawa kuna chelewa, yale mawimbi hayaendi kwa wakati katika hali za namna hiyo, huwa naksu vitamin B. Hii inatokana sana na mtu kuwa kapungukiwa vitamin B. Akipungukiwa mtu vitamin B, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba umeme unakuwa hauendi vizuri katika ubongo wa huyu mwanadamu. Sasa ukitumia talbina inarejesha kiwango cha vitamin B katika wakati wake, hivyo inaondosha msongo wa mawazo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda vizuri Lakini jambo la tatu, mudadatul oxide, haithu yusaidu itaa juraatin mukthifatin min hasai talbina alghaniyati bimudadatil oxide, vitamin A, vitamin B. Tunakwenda vizuri
Lakini jambo la tatu ni hizi antisumu, kiasi ambacho talbina ina uwezo wa kumsaidia mwanadamu kwa ile juraatin, yani akinywa tu yale magao mawili au mafunda mawili au matatu, min hasai talbina, kutokana na mafunda ya talbina alghaniyat bimudadati oksaid, kwa sababu ndani yake ina utajiri wa antisum, huondosha sumu katika mwili wa mwanadamu. Antisum ni nini? Ni vitamin A na vitamin B. Tukizungumzia A na B tunazungumza A zote na B zote. B pellagra inazuia kupasuka kwa mifupa, B thiamine, tunazungumzia B, yani zile B zote, B12, B6, sawa, katika mazingira kama hayo biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na hii inakuwa fi shifai halati liktiab, ni katika kutibia hali ya msongo wa mawazo, hasa ladal musinin, kwa watu wenye umri mkubwa. Wazee wenye msongo wa mawazo watumie sana talbina. Watu kwenye misiba tumia sana talbina. Umeachwa na mume au na mke, mawazo yamekutawala, tumia sana talbina. Basi hii ni mujarrab sana kukuondoshea msongo wa mawazo. Mzee Lila, tuko sawa? Naona unanielewa sasa, Lakini jambo la 4, kuna vitu naitwa al-ahmadul aminiya. Kuna amino acid. Amino acid haithu yahtawi shair ala hamdil amini taribotofan, kiasi ambacho talbina imeonekana kwa kuwa ndani yake kuna ngano halisi, basi maana yake ina uwezo wa kuwa ndani yake ina aina ya asidi inaitwa amino acid, ambayo amino acid inaitwa taribotofan, kwa sababu amino acid zimegawanyika sehemu 20 shekhe. Sasa hii ni moja katika hizo. Taribotofan inapoingia katika mwili wa mwanadamu inakwenda kufanya taaziz. Taazizi inapelekea kutengeneza mfumo wa kuzalisha aina ya hormone inaitwa almelatonin. Melatonin inazalishwa katika ghuddatu sunburia, katika tezi zinazopatikana nyuma ya macho ya huyu mwanadamu. Sawa, tunakwenda vizuri. Ikishazalishwa, sasa miongoni mwa fawaid zake inakuwa na tabia nzuri ya kupangilia mfumo wa usingizi. Ndio mtu analala kwa wakati na anaamka kwa wakati biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ukitumia talbina unapata usingizi kwa wakati na unaamka kwa wakati, kwa sababu inapangilia, yani inatengeneza mfumo wa melatonin kuwa katika hali iliyokuwa bora biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika hii ina nafasi nzuri kabisa ya kumnusuru mwanadamu min amradhi shalali riash, kutokana na wale ambao wanaoparalyze kwa nyakati. Kwa mfano, kuna mtu anaweza kuparalyze leo, baada ya siku 2 akajikuta anakuwa mzima. Sasa hii inaondosha biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Talbina, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ina uwezo wa kuondosha mashakili kama haya. Jambo la 3, huondosha nubatul qalbia, milipuko ya moyo mara kwa mara, milipuko ya moyo na hata pressure, na kupangilia na nabadatul qalb, mapigo ya moyo yakaenda vizuri. Talbina ukiitumia vizuri, mapigo ya moyo yanakwenda sawa, mwili una relax biidhnillah, msongo wa mawazo unapotea, basi furaha inatawala biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Yapo mengi sana ambayo yanafanywa na talbina. Haya ni machache katika mengi biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Na mwisho kabisa niseme, ya Rabbi, tunakuomba warehemu wazazi wetu pamoja na mashekh zetu, kwa kuwa wao ndio chachu ya sisi kuyajua haya, kwa hurma na utukufu wako ya Allah ya rabbal alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Unaangalia Yusuf Diwan Online TV.